الذي قال وهو أصدق القائلين: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا به إلى يوم الدين وبعد. Ndugu zangu, leo tukielezea kitu muhimu. Ni matumaini yangu kwamba jana watu wamesomeshwa yaumu tarwiya, ndivyo sivyo? Mwezi 8, siku ya 8, na bila shaka pia kumeelezwa kwa nini iliitwa yaumu tarwiya, ambayo kwa lengo letu la maelekezo ya haji ni jambo muhimu, lakini si lazima sana. Ni muhimu, ni mwezi 8 ambapo tunatakiwa kufanyaje? Kunuia hija tukiwa pale Maka. Na pale namna ya kunuia hija utasema labbaika hija, labbaika hija. Baada ya hapo tutaingia kwenye yale yaliyoharamishwa yote na tutaelekea Mina, huku tukifanya dhikri zetu muhimu na maalumu kwa haji: labbaika Allahumma labbaika, labbaika la sharika laka labbaika, innal hamda wan ni'ma laka wal mulk la sharika laka. Tutakapofika Mina, nadhani imeelezwa jana, ni muhtasari tu. Swala za rakaa 4 tutaswali kwa rakaa 2, yani kwa wakati wake. Adhuhuri tutaiswali kwa wakati wake, lakini tutaswali rakaa 2, na hili ni sunna. Na alasiri tutaswali badala ya rakaa 4 tutaswali rakaa 2, nao pia ni nini? Ni sunna. Hutoswali kwa wakati wa adhuhuri alasiri, bali kila moja utaiswali kwa wakati wake. Naomba hapo tusisitizane. Tutakaa pale mpaka usiku. Tukishaingia usiku, wallahi lazim tumeingia katika usiku mtukufu. Ni usiku unaoitwa Lailatu Arafa, usiku wa Arafa. Magharibi pale tukishaswali isha magharibi, tayari tumo kwenye usiku wa Arafa. Magharibi tutaswali wakati wake rakaa 3 kama kawaida. Isha tutaswali wakati wake rakaa 4. Na nikwambie ni moja Mina, hapo tuko Mina. Mina ni moja ya vituo muhimu vya kuitikwa dua. Bahati nzuri, hija, kila kituo kina umuhimu mkubwa katika kuitikwa dua. Moja ya bahati kubwa unaokwenda kukutana nayo wewe unayokwenda haji, mbali na kwamba bahati ya kwanza
ni kutekeleza nguzo ya 5 ya Uislamu, lakini ziada ya bahati hiyo ni kwamba unakwenda mahala patukufu zaidi katika kuitikwa dua kuliko mahala popote duniani. Lakini bahati nyingine unaoipata, uko katika masiku matukufu mno, masiku 10 ya mwezi mfunguo 3. Haya ni masiku matukufu kuliko masiku mengine yoyote yale katika dunia, kuambiwa kuliko hata siku za mwezi wa Ramadhani. Wewe hizi siku 10 tukufu zinakukuta ukiwa katika hija, ni moja ya bahati kubwa ambayo unakutana nayo. Kwa hiyo ukiomba dua katika kipindi hicho, basi ujue kwamba dua yako itakubalika, kwa usiwe na mchezo katika kumuomba Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa vituo muhimu ni Mina. Tukiwa hapa Mina hapa, jishughulishe sana na kusoma Qur'an, jishughulishe sana kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, jishughulishe sana kumtaja sana Mwenyezi Mungu, jishughulishe sana kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ujishughulishe na kupumzika, ujishughulishe pia na kupumzika. Kwa nini? Ili upate nashati ya kutosha katika hii siku tunayoeleza, siku ya Arafa. Ndugu zangu mahujaji watukufu, tukiwa katika viwanja vile vya Mina, tufahamu kwamba tuko katika viwanja ambavyo alilala Mtume Muhammad katika usiku wa 9, ambao ni siku ya 8. Ile hiyo siku ya 8 alikwenda pale Mina, ule usiku wake alilala pale. Ndio maana inaambiwa kwamba katika sunna ni kulala, sunna ni kulala ule usiku wa 9 Mina. Hapo nasisitiza, kwa sababu tumeshasoma katika nyajibu za hija ni kulala Mina, lakini hapa siku ya 9 sio wajibu, ni sunna. Usiku ule kwetu ni muhimu sana mahujaji, ndio usiku wenye thamani kubwa, kwa sababu tunaamkia mchana wa siku kubwa kuliko siku zote katika dunia, nao ni yaumu Arafa. Unajua Allah subhanahu wa ta'ala alivyoumba mambo yake, ameumba katika mtindo wa lazima kuna kitu ambacho ni bora kuliko kingine. Kwa viumbe wake wote akamfanya mtu mmoja ni mbora kuliko wote, kiumbe mmoja ni bora kuliko wote, naye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni khairul khalqi llahi ala al-itlaq, ni mbora wa viumbe wote wa Mwenyezi Mungu. Lakini la ajabu kubwa, katika siku kubwa kuliko yote katika wiki ni yaumul Juma. Siku kubwa kuliko yote katika mwaka ni yaumu Arafa, ni siku ya Arafa. Ndio hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaapa katika Qur'an akisema wa shahidi wa mashhudi. Anaapa kwa siku ya Ijumaa na naapa kwa siku ya Arafa. Kwa nini anaapia? Lianna fil muqsami alayhi
mumayizati allati la tujadu ila ghairihi, kwa kile kinachoapiwa na Mwenyezi Mungu. Kuna mambo ya kipekee ambayo Mwenyezi Mungu ameyaficha, ambayo hapatikani kwenye kitu kingine chochote. Ukiona binadamu kaapa jua lile analoapia, ni jambo kubwa sana la ajabu. Ndio sababu hakuna hapo utakemsikia hata mmoja mwenye akili timamu akaapa kwamba wallahi leo nimekunywa chai na chapati. Sasa jambo kubwa, na ukimwona mtu namna hiyo utamtuhumu kwamba huyu lazima mtakuwa, ikifika mchana tena kuambia wallahi nimekula ugali na samaki, bwana yule mwenzetu yuko sawa. Lakini waonaje mtu akiapa kwamba wallahi namuapa Mungu leo nimekutana na malaika chumbani kwangu? Hili ni jambo kubwa, ndivyo sivyo? Sio jambo la kawaida. Kwa hiyo kile kinachoapiwa ni jambo kubwa. Kanuni hiyo hiyo ndio ipo kwa Allah subhanahu. Mwenyezi Mungu anapoiapia siku ya Arafa ni kwa sababu fihi mumayizatu allati la tujadu wa la tujma'u fi ghairihi. Kuna mambo ya kipekee ambayo hayapatikanwi wala hayakusanywi kwa siku nyingine yoyote katika mwaka isiyokuwa siku ya Arafa. Siku ya Arafa bahati nzuri anaipata aliyeenda hija na anaipata ambaye hakwenda hija. Ni mwezi 9 Dhulhijja. Yule aliyekwenda hija anaipata zaidi bila shaka, kwa sababu yeye yuko kwenye kiini na yuko eneo maalumu. Lile ndio eneo kubwa, ni eneo tukufu kuliko maeneo yote katika dunia. Fi dunya biqa'i walakin la buq'atun akbar wa afdalu 'inda Allahi min Arafa. Katika dunia kuna vipande vingi vya ardhi, kuna maeneo mengi, lakini hakuna, wallahi lazimu, hakuna eneo na kipande cha ardhi ambacho ni kitukufu zaidi na ni kikubwa zaidi na ni bora zaidi na kina maana zaidi mbele ya mwanadamu na mbele hata ya Mwenyezi Mungu kuliko siku ya Arafa. Tunatakiwa hili haji, yani hii sikutoke, iwe ndio ndoto yako ya mchana na ndoto yako ya usiku, kwamba katika haji moja ya vitu naenda kukutana navyo, kwanza naenda kukutana na qibla, qiblatul mu'minin, qiblatul muslimin, qiblatul muttaqin, wa hiya baitullahil haram. Kwenda kukutana na qibla cha Waislamu wote. Wewe mtu anayeswali popote anaelekea huko, wewe unakwenda kuona kwa macho yako. Lakini katika jambo tukufu pia unayokwenda kukutana nalo ni siku ya Arafa, na sio siku ya Arafa tu, bali na ile ardhi ya Arafa. Sasa jambo la ajabu, hivi leo tunavyozungumza mimi na wewe, hivi leo na mwezi uliopita na uliopita na uliopita, ni kwamba lile eneo la Arafa halina thamani yoyote, ni ardhi ya kawaida tu. Lakini ikifika ule mwezi 9 ndio eneo tukufu kuliko yote duniani. Na sio mwezi 9 tu, bali iwe ni baada zawali shams, baada ya kupenduka
baada ya kupenduka jua, yani kwa ufupi sana ni baada ya adhuhuri au ule muda wa adhuhuri. Basi lile eneo la Arafa ni eneo tukufu kuliko maeneo yote katika dunia. Haji ni kwa ukweli, lao ingekuwa katika hija hii wapata tu bahati ya kwenda pale Al-Kaaba ukarudi zako nyumbani, bado thamani yake ingekuwa kubwa sana. Lakini unakwenda Al-Kaaba ambayo ile kullu khatwatin takhtu fiha tughfaru dhunuba, kila hatua ambayo utakaopiga pale wasamehewa madhambi. Vile unavyozunguruka tawafu, bora tu umetufu kwa utaratibu, hatua moja madhambi yanaporomoka. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema ile ru'yatul Kaaba, kuona Al-Kaaba, Mwenyezi Mungu anakupa rehema kuona Al-Kaaba, wasamehewa madhambi. Ni pointi ya kusamehewa madhambi, lakini pointi mama na kubwa zaidi katika hija ya kusamehewa madhambi, ndugu zangu, ni siku ya Arafa. Na siku ya Arafa ndio kiini cha hija. Ndio maana Mtume akasema alhaju Arafa, alhaju Arafa, hija ni Arafa, ni nguzo muhimu. Lakini Arafa lazima ujue wakati wake. Tunarudia tena pale, pamoja na kwamba tutafika asubuhi au usiku, lakini muda wote utakaofika, ikiwa ni kabla ya saa za mchana ambapo ndio sasa kupenduka jua, kuanzia kule kupenduka jua bado hujaingia katika Arafa. Kwa muda wake ni huo, kupenduka jua, mpaka isifike alfajiri ya mwezi 10. Tunarudia tena hapo huu ni mwezi 9, kupenduka jua ndo Arafa. Arafa ni mwezi 9, ule wakati ambapo kupenduka jua mpaka alfajiri, isifike alfajiri ya mwezi 10. Kwa kipindi chote hicho kunaona ingia Arafa usiku. Lakini kwa hiyo wale ambao hadhiru nahara, watakao hudhuria Arafa wakati wa mchana, ni wajibu kwao ukufuhum ila ghurubi shamsi wajibun min wajibati al-hajj, kusimama kwao Arafa mpaka kupinduka alfajiri ni wajibu katika wajibu wa haji. Mpaka kuzama jua, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama jua ni wajibu katika nyajibu za hija. Pale sisi ni wale tutakaoingia mchana. Kwa hiyo Arafa, wewe usijiandae na habari ya usiku, jiandae na kuingia mchana. Kwa hiyo jambo la kuweka kichwani, watakiwa kukaa mpaka ghurubi shamsi, kuzama kwa jua. Siku moja wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla kidogo jua halijazama, na Mtume yuko kwenye viwanja vya Arafa, piga picha, yuko zaidi na sahaba 100,000 wako katika viwanja vya Arafa. Alisimama akamwambia Muafrika, na wako Arabu chungu nzima, ansitu liannasa, ninyamazishie watu. Na yule anaambiwa hivyo nani? Bilal bin Rabah. Hii pia ikapiga picha kwamba
Waislamu wote ni ndugu. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin, hakuna mbora kwa Mwarabu, ubora kwa Mwarabu kwa asiyekuwa Mwarabu, wala asiyekuwa Mwarabu hana ubora kwa yule ambaye ni Mwarabu. Wala li abyadh ala aswada wala aswada ala abyadh illa bitaqwa, wala mweupe hana ubora kwa mweusi, wala mweusi ubora kwa mweupe ila kwa ucha Mungu. Kadhia hii ilidhihirika mbele ya Mtume pale ambapo wako maswahaba kina Abubakar Waharabu, wako kina Umar, wako nani, akamwambia Muafrika ambaye hata lafadhi yake ilikuwa pia haijanyooka vizuri, Bilal bin Rabah akamwambia, ninyamazishie watu kabla kidogo jua halijazama. Akawanyamazisha watu wote kwamba Mtume ameamuru kwamba nyote nyamazeni. Akasema, atani Jibrilu anifa, amenijilia Jibrili hivi sasa, na huyu Jibril kaniambia jambo moja tu, kwamba ametumwa na Mola wake aniambie kwamba hakika amewasamehe watu wote waliohudhuria katika viwanja vya Arafa, na kila atakaye Saidina Umar akamwelekea Mtume, ya Rasulullah, hadha lana khasa, hii ni kwa ajili yetu sisi tu tuliokuwemo sisi sahaba. Saa antum wa man jaa ba'dakum ila yaum alqiyama, nyinyi na wale ambao atakaokuja baada yenu mpaka siku ya kiyama, na yote atakayekuja baada yenu mpaka siku ya kiyama ndio nyinyi hujaji. Kwamba na nyinyi mko kwenye kauli ya Mtume Muhammad kwamba kila ambaye atakayekuwa na fursa ya katika viwanja vya Arafa, yeye ni maghfur, ni mwenye kusamehewa. Kila mmoja anajua ya kwake aliyofanya, na kwa kweli hakuna msafi. Kullukum khata'u wa khairu khata'ina tawwabuna, kila mmoja wenu ni mwingi wa kufanya makosa, ni khata'u kwa mubalagha, wa khairu khata'in tawwabun, na bora wenye kufanya makosa ni wale wenye kutubia. Lakini sasa wewe hata hujatubia, ni kwamba umo kwenye viwanja vya Arafa, kumbe tayari kuna kauli ya Mtume Muhammad kwamba atakayehudhuria katika vile viwanja vya Arafa atasamehewa madhambi yake yote. Na huu ni mwezi 9. Ndio maana katika siku yako kubwa haji, na usiku wako mkubwa sana haji katika maisha yako, tukiwa kule, usiku mkubwa ambao unatakiwa ufurahi mno ni ule usiku tuko pale Mina, ule usiku wa kuamkia Arafa ule. Kwa maana unajua kwamba kesho mimi naenda samehewa. Allahu Akbar. Kupata bahati ya kusamehewa katika umri huo ni jambo la kusema alhamdulillah. Sasa Arafa tumesema ni buq'atu min biqa'i mufaddala musharrafa, ni eneo la ardhi katika maeneo ya ardhi ambayo yametukuzwa sana na Allah subhanahu. Unajua ile Arafa, mpaka Mtume anasema moja ya maajabu yake makubwa sana ni kwamba ndiyo siku
ambapo Mwenyezi Mungu anatoa tangazo katika mbingu kuambia malaika wake kwamba waangalieni waja wangu, waja ambao ni wana mavumbi, wamechafuka, kwamba waangalieni waja wangu hao, na ni kwamba waja hawa nimewasamehe. Yani pale moja ya bahati unaoipata haji, ukiwa katika viwanja vya Arafa, ukiwa hija, unakuwa mtu bora kuliko watu wote sasa duniani. Sasa hakuna mtu bora kama aliyesamehewa madhambi bwana. Au msema lakini moja ya fursa yake ni pale Arafa. Miongoni mwa utukufu wa Arafa, Mtume akapia siku samehewa dhambi tu. Unajua wengine hapa tayari sisi, na Mungu atuepushie wote, naona tuseme sisi, malaika wasema amin. Wengine tayari wao ni mateka wa Jahannam. Kwa maana kuna mtu ambaye namna tunavyoishi kila mmoja anajijua. Labda tuulize ile swali kwamba wewe kwa mujibu ulivyofanya jana usiku, wewe au mimi, ukifa una salama ya adhabu ya kaburini? Kwa mujibu ulivyofanya wiki hii, ukifa mwenye wajua tu kwa hili, kama nafa leo nitasalimika na adhabu ya kaburini. Je, uliofanya mwezi uliopita? Je, uliofanya mwaka huu? Je, uliofanya miaka na miaka? Lakini yote hayo siku moja imeitwa ni yaumu itqi minan nar, siku ya kuachwa huru na moto. Hayo yote yanaachwa huru siku hii yaumu Arafa. Kwa hujaji ni ile siku ya Arafa. Ama yule ambaye atakayefunga ule mwezi 9 huku anasamehewa madhambi ya mwaka mzima. Lakini haji akiwa ndani ya siku ya Arafa anasamehewa madhambi yake yote. Na hapa ndipo kunapopatikana kiini cha yale maneno ya Mtume Muhammad kwamba man hajja falam yarfuth walam yafsuq rajaa ka yaumin waladatuhu ummuhu. Aliyehiji falam yarfuth, hakufanya jimaa, hakufanya yale yanayoashiria mapenzi, mambo ya kimapenzi, machafu, na wala hakwenda kinyume na sheria za hija. Yani hata tunasomeshana alfusku ni mukhalafatu sharia. Sasa alfuski kwa haji ni kwamba umeacha zile wajibu za hija, hufanyi yale ukatazwa wewe wafanya. Kwa mtu alikwenda haji, yani haji yako ni vurugu, watukana, maneno machafu, yani ikiwa hayo huna yote, rajaa ka yaumi waladatuhu ummu, huyo atarejea hali ya kuwa katika siku ambapo kazaliwa na mama yake. Lakini kiini chake ni siku gani? Yaumu Arafa. La, ndio Mtume hapa akasema ma min yaumin akthara min an yu'tika Allahu fihi 'abda minan nar min yaumi Arafa. Hakuna siku ambayo amezidisha Mwenyezi Mungu kuacha huru waja wake na moto kuliko siku ya Arafa. Ila sasa labda tukumbushane mahujaji kwenda huku na huku. Ule mji wa Maka ndipo tunapokwenda ni mji wa hatari. Kwa muumini ni mji wa fadhila kubwa, lakini pia ni mji wa hatari.
Fadhila zake nizo tunazitaja, ni kwamba ukiswali wewe pale swala moja za sana 100,000 za msikiti wetu hapa al-Imam, kule swala moja 100,000 msikiti wetu hapa, si huu tu, na ule swala hii. Wewe angalia ule msikiti wa Maka, ukiswali swala moja ni sawa na swala 1,000, ni 1,000 za msikiti wa Madina, si ndio? Inakuwa 100,000 jumla sasa na swala 1,000 za msikiti wa Madina. Lakini sasa na 100,000 misikiti yetu hii ni fadhila. Lakini hatari naisema nipi? Mji wa Maka nao ukifanya makosa inakuwa dabo hivyo hivyo. Makosa yake umefanya kosa kubwa kwa kweli kuliko utakapofanya huku Dar es Salaam. Sungana pamoja. Kwa hiyo kule ujitahidi, mambo matatu yanakatazwa: alfusuku, arrafath waljidal, yani kwenda kinyume na taratibu na sheria za hija ndio fusuku. Arrafath, uchafu aina yote, habari ya mapenzi kule, ndio maana wakatazwa mpaka jambo la halali kuoa inakatazwa. Uko na mkeo kwa katazwa pia. Lakini pia mijadala isokuwa na maana inakatazwa. Jiepushe na mijadala haina maana. Basi mmekaa wote mwe kama mabubu, hamsemi, chumba kimoja mmekaa hamsemi hata mshauriani, kwa sababu mko hija. Sasa maana kisa kama lazima msicheke kwa sababu mko hija, msicheke, msifanyeje. Hiyo ni mafuhumu ambayo ni mukhalafa. Utacheka, utachangamka, utataniana, lakini tu isizidi kaleta ile mijadala ya ovyo ovyo ambayo michafu itakao kuharibia nini hija yako. La, unabudi wewe nenda tunakumtaja Mungu huku. Lakini kufurahi, watu wanafurahi, mtu mwenyewe sikafurahi bwana. Kutana watu wanacheka na furahi, na wewe kufurahi ukatazwi. Isikawa tena uko hija kama vile uko jela. Hata jela watu sio wanafurahi. Kamanda. Watu wanafurahi. Wanafurahi. Mwenyezi Mungu atubarikie. Sasa labda tufundishane la mwisho katika hapa Arafa kabla tujaenda Muzdalifa. Nini cha kufanya pale? Pale bwana, ikishapinduka jua ni dua tu. Dua kumtaja Mungu. Watakiwa mtajeje? Unaweza ukaendeleza hizo labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika. Dua zozote pale umeachwa huru, ufanye mambo yako kwa uhuru. Dua unaomba kwa lugha gani? Lugha yoyote. Utaomba kwa lugha yoyote ambayo ni kushauri, na ninashauri mara nyingi hili. Omba kwa lugha ambayo utakuwa na unyenyekevu zaidi katika kuomba. Mwenyewe kuna lugha ambayo ukizungumza unajihisi moyo unahudhuria zaidi. Ndivyo sivyo? Kwa kweli siwashauri muombe Kiingereza. Kwamba I beg my Lord, I know you are a Lord, no one except you. Hello, my kadha wa kadha wa kadha. Hiyo utakosa khushui kwa sababu Kiingereza kina maringo kidogo. Kiingereza raha yake kuwe na maringo kidogo, si ndivyo? Na uko hija waringa nini sasa? Na uko mbele ya maqam ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omba tu kwa lugha yako ambayo utakayokuwa na unyenyekevu zaidi. Al-Imam, ukitaka kuomba Kisambaa kama ndio unapata unyenyekevu zaidi, muite Mungu, mwambie Mungu, umefahamu? Kizaramo, Kidengereko,
hii, lakini Kiswahili ndo tumezoea zaidi. Lakini Mtume Muhammad yeye alikuwa anaombaje? Vizuri, twende na Mtume Muhammad. Akasema Mtume SAW, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay. Hii naona maarufu kwetu, tusemeni jaba, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay. Mtume alikuwa mara nyingi anasema hivi. Sema hivi bila idadi, maalfu kwa maalfu, malaki kwa malaki. Msalie sana Mtume Muhammad. Subhanallah bihamdihi subhanallah alazim. Hii ni kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizan, kwamba ni maneno mawili ambayo mepesi kwenye ulimi lakini mazito kwenye mizani siku ya kiyama. Ni subhanallah bihamdihi subhanallah alazim, subhanallah bihamdihi subhanallah alazim, subhanallah alazim, subhanallah bihamdihi subhanallah alazim, subhanallah bihamdihi subhanallah alazim, bila idadi, kwa sababu muda wenyewe mfupi pale. Hayo yote unaweza ukafanya kwa muda wa masaa 6. Usizembee, pata tabu kidogo hapo, kwa sababu Muzdalifa kule utakwenda kupumzika, utalala kidogo hapo. Pata tabu kidogo katika kumuelekea sana Mwenyezi Mungu, na kweli watu wako busy sana, wewe utaona. Sasa yaumu Arafa kuna mambo yanatatiza. Ni lazima kwenda kule kwenye Jabalu Rahma. Pale kuna jabali linaitwa Jabalu Rahma. Wanasema kuwepo katika maeneo yale ni vizuri, ni bora zaidi, lakini si lazima kupanda juu ya mlima Arafa. Jabalu Rahma, pale kuna mlima unaitwa Jabalu Rahma, ambao nadhani juu ya ule mlima ndio kulishuka ile aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Hii ni aya ilishuka mchana siku ya Arafa. Leo nimekukamilishieni dini yenu, nimetimiza neema yangu kwenu, na nimeuridhia Uislamu kuwa ndio dini ya sawa sawa, ndio mfumo wa sawa sawa maisha watu kuishi. Aya hii ilishuka hivyo viwanja tunavyozungumza. Viwanja jamani, viwanja gani? Vya Arafa. Yani utimilifu yani kwanza unaenda kwenye kiwanja ambacho ukamilifu na utimilifu wa Uislamu ulitangazwa katika viwanja hivi. Ni moja katika historia yake kubwa. Kwa hiyo pale ni dua tu. Dua tumesema unaruhusika kuomba kwa lugha yoyote, ila ukienda na yale aliyofanya Mtume Muhammad inakuwa ni bora zaidi. Sawa Jamani, tumuombeni sana Mwenyezi Mungu tukifika viwanja vya Arafa. Kwa kila mmoja ana shida yake, lakini shida zetu kubwa zaidi wote ni kufa salama. Ndivyo sivyo? Kuishi kaburini salama, kufufuliwa salama, kuingizwa peponi kwa salama, kuishi ndani ya radhi za Allah subhanahu. Muombe sana Mwenyezi Mungu hayo. Haya mengine sasa ndio yafuatie. Dunia yako Mungu aitengeneze, sababu kuonyesha kwamba hata dunia kuiombea kheri ni jambo muhimu. Ni haya maneno ambayo unatakiwa kuyafanya sana ukiwa katika kutufu pale eneo kati ya Rukunil Yamani. Jamani, maneno tukizungumza tuelewana Rukunil Yamani mpaka Rukuni Hajar al-Aswad. Tunasemaje pale? Rabbana atina fid dunya hasana
wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hii ni kuonyesha kwamba hata dunia yako unatakiwa kuiombea kheri, usipate tabu duniani. Ni fursa ile, huwezi kujua Mungu amekupeleka atakurudisha lini tena. Fursa ile ukiipata viwanja vya Arafa, ukipata kwenye tawafu, ukipata kule Mina, ombea Mungu sana kizazi chako. Nabii Ibrahim alipopata bahati ya kufika maeneo yale, jambo la msingi alilofanya ni kuombea dua kizazi chake, pia kuombea dua nchi yake ambayo sasa ilikuwa ni Maka. Mungu waipe maendeleo, thamarati. Ndio maana pale Maka katika mambo ya kufurahisha ni kwamba unakutana na matunda aina zote. Kama mpenzi wa mlo, Maka kuzuri, unakutana na matunda aina zote, vyakula vya aina zote viko Maka, ndio ajabu. Alafu ndio jangwa kubwa kuliko majangwa yote duniani, lakini ni dua tu ndio ambayo imefanya mambo yote yale yapatikane. Ni dua Nabii Ibrahim. Taarabu anaendeshwa na dua ya Nabii Ibrahim. Mafuta haya dua ile, ni hizo thamarati aliyoomba kwa kizazi chake chote. Kwa hiyo dua ina athari kubwa. Wewe unayepata bahati hiyo, itumie sana katika viwanja vya Arafa. Pamoja na umuhimu wote na makubwa yote yanayopatikana katika viwanja vya Arafa, kuna muda wake maalum wa kukaa pale. Ikishafika magharibi, kwa hiyo ulioingia mchana, Arafa yako imeisha, hupo tena katika utukufu ule wa Arafa. Watakiwa haraka uondoke, na usipoondoka unapigwa fine, utachinja. Umeacha wajibu katika nyajibu za hija, au utafunga miezi mitatu ukiwa kule Maka, siku 3 ukiwa Maka, na 7 utakaporudi kwa jamaa zako. Kwa hiyo kuonyesha kwamba pamoja na utukufu wote una muda maalum. Ndio maana nasema ule muda uwahi, usikutoke. Haya yote tutarudia katika semina tutakazokuwa tuko kule. Kwa hiyo mukhtasari huu wa Arafa nadhani ueleweke. Tukitoka Arafa wote, naomba mnijibu kwa sauti moja, tunakwenda wapi? Tutakwenda Muzdalifa. Muzdalifa kule, hata ukapita tu kidogo, ukakaa kidogo, ukapita, wajibu umekuondoka. Lakini sunna ulale pale, na usingizi wa pale tunarudia kusema utaupenda. Unajua pale uzuri wake, wote mliolala pale ni watu watukufu. Sasa ni watu watukufu, sababu wote ukiona wa Nigeria, umeona wa Senegali, ukiona wa Hindi, ukaona wa Arabu, ukaona wapi, wote ni wanawake, wanaume, mmelala sehemu, hamna mchanganyiko. Yule mzee wangu wa juzi alikuwa na hoji kwamba Arafa na pale tawafu, nataka kujua hivi mkweli tunazunguruka pamoja na wanawake, na alafu tumevaa tu mashuka mawili? Hata Muzdalifa ni hivyo hivyo, lakini wanawake watalala upande wao na wanaume upande wao. Lakini moja ya raha utakaoipata pale Muzdalifa, unyanyuke wakati watu wote wamelala, utaona utukufu wa Mungu. Wale watu ni maiti wote, kama maiti bwana. Bahati nzuri wale ni aina ya maiti ambao bushira biridhwani llahi wa rahmatihi, wamebashiriwa rehema ya Mungu. Bushira birahmatillahi wa maghfiratihi, rehema ya Mungu na msamaha wake. Kwa nini? Ndio watu bora kuliko wote duniani wale waliolala Muzdalifa. Na ndio mtakuwa nyinyi na sisi wote inshallah, Mungu atupeleke. Kwa sababu mtakuwa maghfurun, mmesamehewa madhambi.
wote waliolala pale wamechoshwa na ile kutolewa madhambi ndani ya mwili wao, kwa kuwa ni watu wapya. Ndio maana pale ndoto zinakuwa hata vile nzuri. Sikutishi, lakini sasa huko Muzdalifa unaota unakimbizwa na kengi. Sasa madhambi inabidi uzidishe sana istighfari, ndivyo sivyo? Au kujua mlima unaanguka. Kwa sababu pale tayari tuko safi. Na ndio maana usingizi wake bila shaka unakuwa mtamu. Kila mmoja wewe muulize aliyekwenda Maka, hebu naomba niendeleze ule usingizi wa Muzdalifa ukoje? Yoyote aliyekwenda haji muulize, atakwambia ule usingizi namna unavyokuwa wa ajabu. Lakini bila shaka ni kwa sababu ni usingizi ambao hauchanganyikani na madhambi. Mausingizi yetu yanakuwa na mambo mengi kwa sababu yana madhambi pia ndani, ndivyo sivyo? Mwenyezi Mungu atusame na atupeleke kwa amani. Kwa hiyo kulala Muzdalifa ni wajibu katika wajibu wa nani? Haji. Pale kuondoka nusu ya usiku yaruhusika kwa wale dhuafa, wale ambao ni dhaifu, wazee na kadhalika. Lakini sasa nyinyi ni wageni kule, usitaki kuondoka pale, lazima uende na kundi. Ni moja pia ya nukta ambao mahujaji hupotea, lakini ila kupotea ili tusilitaje sana, tukakutia wasiwasi. Watu kupotea, huwezi kupotea moja kwa moja. Mimi sijaona mtu ambaye kapotea moja kwa moja. Haija kutokea potea moja kwa moja jamani, asionekane asirudi, haiwezekani. Kwa sababu tayari una kitambulisho kile. Na taratibu kule wakati taambiwa kwamba hiki kitambulisho kinamaanisha nini, ni ili usipotee. Yani wewe unaenda na taasisi yako hii pendwa ya Zamzam, kwa hiyo kile kitambulisho chako tayari taasisi yako, hoteli iliyofikia, hata mahema ambao hapo, kila kitu kimeandikwa, ndio passport yako ile ya kule, details zako zote zipo, imefungwa hapo. Naomba tu wazee wangu usio kaona kama kinakera alafu kaamua kukikata ukaondoa. Kwa sababu watu tunatofautiana akili. Hii kitu gani bado unafanywa kama kuku unakata? Utapotea moja kwa moja. Kipotea ndio mazima, kupotea moja kwa moja. Mwenyezi Mungu aepushe hayo yote. Muzdalifa kulala pale ni wajibu katika wajibu wa hija. Alfajiri mara nyingi ndio tunaondoka pale Muzdalifa, na tukiwa na hayo mashuka yetu mawili, ridana, izar na rida, la juu na la chini. Tazoea tu, kishazoea unaona jambo jepesi, na wengine wanayapenda mpaka kashamaliza mpaka hija bado anapenda avae yale. Hana tabu yote. Tukitoka pale ndugu zangu, tunaelekea wapi sasa? Mina mara nyingi tunatembea, na ndio rahisi mimi naona kuliko hata kutumia magari wakati mwingine anakuepo, lakini kile kiminyano, sababu ni mahujaji wengi sana. Lakini pia ukitembea unahisi ile hija vizuri zaidi, namna mnavomiminika kule, ukawa wote ni labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika. Wewe utaona hali ambayo sio kawaida wakati mnakwenda kule Mina. Mara nyingi tunatembea, tukishafika Mina wakati mwingine tunapitishwa moja kwa moja na mamlaka mpaka Jamarati.
tahadhari kidogo. Kuna wakati mwingine yako matukio yanayotokea haji, unaweza ukailaumu taasisi, lakini kumbe taasisi haihusiki na chochote, ni mamlaka zao tu. Naweza mkapitishwa moja kwa moja, na ni nzuri pia, ni nzuri sana, mkaenda kupiga mawe moja kwa moja, na mawe yako chukulia pale Muzdalifa, japo unaweza pia ukakusanya mawe ukiwa Mina. Kule Mina unaweza pia kukusanya mawe yako, yapo tu, lakini pale Muzdalifa yanapatikana kwa wingi na kwa wepesi zaidi. Chukua mawe yako kabisa 49 kwa ajili sasa unakwenda Mina. Mina hapo tuko mwezi gani? Mahujaji ni mwezi gani? Mwezi 10. Mwezi 10 huu ni siku ya Idi. Kule tuko siku ya Idi, lakini bado tuko vile vile na yale yaliyokatazwa kwa haji. Hatujahalalika bado hatujahalalika. Tutakwenda tukitoka Mina au tumepita Jamarati moja kwa moja, tutakwenda kupiga mawe hujaji. Ni nguzo gani hiyo tunakwenda kuipiga? Jamratu Akaba, nguzo kuu. 1 2 3 ile kule, sawa. Mawe mangapi? 7. Mawe 7. Je, hapo tukipiga mawe 7 tushahalalika? Ili tuhalalike hapo tutakiwa tufanye, unaweza ukanyoa, au mwingine wenyeji anaweza akaenda mpaka hata akaenda kutufu kule tawaful ifadha, ikawa huko wamehalalika kabla hata ya kunyoa. Lakini vizuri fuatanisha, ukishapiga mawe iliyokuwa bora zaidi, nenda kanyoe, sawa. Ukishanyoa hapo sasa, hapo ndio watu utawapenda wote. Yani ile Mina inachafuka kwa marashi, kila mwenye marashi yake ya design zote ya pale hapo, mpaka haya kwetu ya shilingi 100 huku watu wanapaka. So marashi tunapata kwa bei rahisi. Ikule marashi ya kila aina yanapatikana. Ni siku ya Idi ile, na hapo ndio watu wote wamependeza. Alhamdulillah, mara nyingi wanaume wote ni upara mtupu, wote tuko aina hii moja. Ndevu sinyoe, nyoa kichwa, sawa. Upara mtupu unakuwa ni vizuri zaidi, ukipunguza kuna neno. Tunakaa pale Mina, bado pale mara nyingi unajua tunajisahau kidogo. Tukishahalalika mara nyingi sana watu wanaona kama wamemaliza hija, zinaanza stories za kila namna na nini, na si kwa nini hija inatokea kipindi cha usajili watu wa soka. Mara nyingi pale watu na mambo ya usajili si nini, msishughulike na hayo kwanza, mtakuta endelea na kumdhukuru Mwenyezi Mungu. Ndivyo Qur'ani inavyosema, mtajeni Mungu kuliko hata mnavyowataja baba zenu. Katika mashari al-haram wamtaje sana Mwenyezi Mungu, omba sana dua. Bado uko viwanja vitukufu na huna muda mrefu utaviondoka, na si ajabu usirudi tena katika maisha yako. Kwa hiyo pale mazoea yaondoke, kwa sababu hata huyu mtu mliozoeana kule, huku mara nyingi mnakuja mnaachana tu. Kule zoeana na Mungu zaidi, ila jenga mahusiano na watu, kwa sababu hija ni fursa. Leo tumefahamiana na watu wengi tu hapa ambao tulikuwa hatufahamiani nao, ni fursa. Twendeni turudi kule kwenye hija. Nataka tuimalize hija,
tutalala pale usiku. Hatuna shughuli yoyote zaidi ya ibada tu nyingine. Shughuli yote ya hija pale tushamaliza kwa siku ule mwezi 10, na kule mnyama wetu bila shaka kashachinjwa kule. Tuisubiri siku ya kesho ili tufanye ibada nyingine ya hija. Mwezi gani huo? Mwezi 11. Tunatakiwa tufanyeje mabwana? Ni kutupa mawe. Wajibu ni mmoja, jambo kubwa hapo ni moja, wajibu ni mmoja, kutupa tupaji. Nguzo ya kwanza ngapi? 7. Inayofuatia 7 ya kati hiyo Jamratul Wusta. Inayofuatia 7. Hapo mawe mangapi jumla? 21. Ukitoka hapo unarudi kule ulipotoka Mina tena, tunarudi tena pale. Mdhukuru Mungu, fanya mambo yako kadha wa kadha, umefahamu? Ukishamaliza huna shughuli nyingine ya hija pale. Shughuli ya hija mpaka kesho tena. Mwezi ngapi? 12. Twenda wapi? Twendeni Jamarati tena. Tunafanya nini? Tunaanzaje tena mabwana? 7. Nguzo ya kwanza 7, ya pili 7, ya tatu 7. Hapo tushamaliza habari ya Jamarati. Haturudi tena kwa ajili ya hija kwa sisi ambao tunaondoka mwezi 12. Pale sitaondoka mwezi 12. Jamarati hapo ni Mungu akujalie uje hija tena mwakani. Kama vile Arafa umeiacha, Mungu akujalie uje tena labda mwakani. Muzdalifa uliacha, labda uje tena mwakani. Hapo sasa ruksa, uongozi wa taasisi unatoa ruksa hapo. Wanaotaka kutembea wakishamaliza kutupa mawe waende zao Maka kwa miguu. Kuna kundi huwa linatembea, wanakwenda Maka. Unajua wanaenda kufanyaje? Kulala? Hapana, wanaenda kumaliza hija. Maka hatuendi kulala wala kutazama mahujaji wenzetu, tunakwenda kumaliza hija. Jama, tuenda kufanyaje kule Maka? Tuenda fanyaje sasa? Tawaful ifadha alafu na sa'i. Tawaful ifadha alafu sa'i. Hayo mawili lazima ufanye. Tawaful ifadha na sa'i. Tunafanya hiyo siku moja. Wale waliotangulia wanapita moja kwa moja msikitini, ndio kawaida yao. Wanamaliza kabisa kule. Akishamaliza hapo hija imeisha. Tusemeni alhamdulillah. Hapo tayari wewe ni alhaji, shamaliza hija. Umebakiza wajibu mmoja tu wa hija, na ni siku ya kuondoka kwenda safari ya kwenda kumzuru Mtume Muhammad, kwenda mji wa Madina. Kwa hiyo tutafanya tawaful wada, tawafu ya kuaga mji wa Maka. Kuna ambao wenye kuaga ule mji wa Maka vibaya kwenye ile tawaful wada. Naona mtu anarudi kinyume nyume, kwenda kinyume nyume mpaka mwisho na ndio anaaga. Tunaambiwa hiyo haipo. Umefahamu? Mahujaji tumemaliza hija. Naomba tutie mukhtasari kidogo. Matendo ya umra ni mangapi? Na mimi nitauliza swali, ndio mukhtasari wenyewe, na mmoja atujibie. Matendo ya hija ya umra ni mangapi? Jibu tu kama unaweza. Umra umekusanya matendo mangapi? Matatu. Kumbe tukijibu wote ndio inakuwa vizuri. Matatu. La kwanza
tawafu, la pili sa'i, la tatu kunyoa au kupunguza. Mwanamke hakikisha kwamba ni kiasi tu cha nini, cha anamlu hapa, kushika tu hapa, kifundo tu hivi kidogo tu hivi cha mkono, vidole kama vitatu, kuondoa nywele, siondoe zote. Tukumbushana tena mahujaji watukufu, matendo ya hija ni mangapi? 10. Ni 10 au ni ngapi? Haya, tutaje sasa. Ya kwanza kuhirimia katika miqati, twendeni tuone yatatoka 10. La pili kitakachotajwa tutaweka kisimamo cha Arafa. Tufanyeni hii hija yetu ya tamattu. Ya kwanza kuhirimia kwenye mikati, ya pili tawafu. Tawafu gani? Tawafu ya umra. Ya tatu kusai baina Safa wal Marwa. Ya 4 kunyoa au kupunguza. 5 kuhirimia hija. Sawa, mwezi 8 huu. Mwezi 9 Arafa. Ngapi hiyo? 6. Matendo mengine kulala wapi? Muzdalifa. Ngapi hiyo? 7. Matendo mengine 8 kufanyaje? Kutupa mawe. Kutupa mawe tunagawanya sehemu 3, sawa? Mwezi ngapi na ngapi? Mwezi 10, 11 na 12. Mwezi 10 tunafanyaje? Nguzo kubwa, Jamratul Aqaba. Mwezi 11 nguzo zote 3. Tukasema kutupa mawe nguzo kubwa, kutupa mawe mwezi 10, 11 na 12, itakuwa sisi hija yetu hapo ishakusanya matendo 10. Bado mangapi? Mawili, ambao ni nini? Tawaful ifadha, kusai, tawaful wadai. Jumla hija yetu ya tamattu imekusanya matendo 13. Jumla hija yetu ya tamattu imekusanya matendo 13. Naomba tuanze tena. Ya kwanza kuhirimia kwenye mikati. Ya pili kutufu, tawafu ya umra. Ya tatu kusai. Ya 4 kunyoa, sawa Ya 5 kuhirimia hija. Ya 5. Ya 6 kisimamo cha Arafa. 7 kulala Muzdalifa. 8 kutupa mawe Jamratul Aqaba. 9 kutupa nguzo ngapi? 3. Jumla hapo 10 9. 10 kutupa tena nguzo 3. 11 tayari tunane 10 tayari kutupa. 11 sasa ni kwenda wapi? Tawafu ifadha na sa'i yake. Na ya 13 tawaful wada. Jumla wewe unaifanya hija ya tamattu, jua unatakiwa kukamilisha matendo mangapi? 13. Umra na hija yako jumla itakuwa imekusanya matendo 13. Mwenyezi Mungu aturuzuku hija yenye kheri.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.